Kwa kifungu hiki bila shaka unaona kabisa kwamba kuna namna ambavyo watu wanakuwa kwenye maisha walionayo kwa sababu ya namna ambavyo wanafikiri. Lakini kuna watu wanakuwa jinsi walivyo kwa sababu ya namna ambavyo wanaendekeza akili yao na ubongo wao kutokufanya kazi vizuri. Mithali imetuelezea ili uende kwenye utajiri unaoutaka lazima ufanye hilo jambo, na ili utokomee kwenye njia ambazo zitakuwa na mateso na maangamizi ama maangamivu ni ukurupukie kufanya jambo. Ndio maana muda huu utakuta vijana wengi, Freemason inalipa, watu wanapata fedha kutokana na Freemason na ushetani, ujinga mtupu. Vijana ambao akili zao zimeshindwa kuwaza na kutafakari katika ukuu na namna ya kutatua mambo kwa ajili ya kupata mahitaji ya jambo fulani, kwa sababu ili upate fedha lazima utatue tatizo fulani, ama ili upate fedha lazima utegue mtego ambao pengine ungeweza kusababisha kunaswa kwa fedha zako zisije kwako. Na hiyo moja ya mitego ni kujituma, kufanya kazi kwa bidii na kuzingatia kile ambacho kimeandikwa kwenye hii mithali. Sasa kama unataka kujuta na kutokufikia kula ambako unakuona ni kuzuri zaidi, kurupuka uambiwe najua ukijiunga sijui wapi unapata fedha, kajiunge, utakipata cha moto. Na utakachokipata cha moto huko utasema bora tu ningetumia akili zangu ningekuwa nakula maraha. Maandiko ya Mungu yameshasema kila kitu. Kila jambo unaloliona hapa chini ya jua linafanyika. Kasome Biblia utalikuta. Labda tu kama uelewi ni kwa sababu usomi Biblia. Lakini kama wewe ni msomaji wa Biblia, hakuna jambo lolote lililoko chini ya jua hili ambalo halijaandikwa ndani ya Biblia. Elewa hilo. Na tafuta Mungu zaidi akuelekeze na kufunulia kuyajua maandiko na kujua namna ya kuenenda katika dunia tulionayo yenye changamoto ya ufahamu na akili ndogo, ambayo imepumbazwa na mapepo na majini na mizimu na kila namna ya uchafu. Kwa kifungu hiki bila shaka unaona kabisa kwamba kuna namna ambavyo watu wanakuwa kwenye maisha walionayo kwa sababu ya namna ambavyo wanafikiri. Lakini kuna watu wanakuwa jinsi walivyo kwa sababu ya namna ambavyo wanaendekeza akili yao na ubongo wao kutokufanya kazi vizuri. Mithali imetuelezea ili uende kwenye utajiri unaoutaka lazima ufanye hilo jambo, na ili utokomee kwenye njia ambazo zitakuwa na mateso na maangamizi ama maangamivu ni ukurupukie kufanya jambo. Ndio maana muda huu utakuta vijana wengi, Freemason inalipa, watu wanapata fedha kutokana na Freemason na ushetani, ujinga mtupu. Vijana ambao akili zao zimeshindwa kuwaza na kutafakari katika ukuu na namna ya kutatua mambo kwa ajili ya kupata mahitaji ya jambo fulani, kwa sababu ili upate fedha lazima utatue tatizo fulani, ama ili upate fedha lazima utegue mtego ambao pengine ungeweza kusababisha kunaswa kwa fedha zako zisije kwako. Na hiyo moja ya mitego ni kujituma, kufanya kazi kwa bidii na kuzingatia kile ambacho kimeandikwa kwenye hii mithali. Sasa kama unataka kujuta na kutokufikia kula ambako unakuona ni kuzuri zaidi, kurupuka uambiwe najua ukijiunga sijui wapi unapata fedha, kajiunge, utakipata cha moto. Na utakachokipata cha moto huko utasema bora tu ningetumia akili zangu ningekuwa nakula maraha.
Maandiko ya Mungu yameshasema kila kitu. Kila jambo unaloliona hapa chini ya jua linafanyika. Kasome Biblia utalikuta. Labda tu kama uelewi ni kwa sababu usomi Biblia. Lakini kama wewe ni msomaji wa Biblia, hakuna jambo lolote lililoko chini ya jua hili ambalo halijaandikwa ndani ya Biblia. Elewa hilo. Na tafuta Mungu zaidi akuelekeze na kukufunulia kuyajua maandiko na kujua namna ya kuenenda katika dunia tulionayo yenye changamoto ya ufahamu na akili ndogo ambayo imepumbazwa na mapepo na majini na mizimu na kila namna ya uchafu.